Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo vendredi le 27 mars 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo moja kwa moja tumewaletea habari kutoka kwenye uwanja wa vita. Yani tutawaambia taarifa za kweli kutoka kwenye ligne de front, na tumewaletea habari mingi. Apre wanajeshi wa AFC M23 kuondoka katika maeneo 12 ya Lubero, Gouverneur wa Nord Kivu Somo Kakule alikuja kutangaza ukweli kuhusu kuondoka kwa wanajeshi kwa AFC M23 katika maeneo ya Lubero. Nifuate 5 kwa 5 utakuja kujua ni kwa nini wanajeshi wale waliondoka katika maeneo ya Lubero. Upande mwingine tutawapeleka katika nchi ya Rwanda kwenye Kigali ilikataa kabisa kushiriki katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni wakati Washington ilionya Kigali na ikatoa wito wa kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wake kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia processes ya Washington. Uganda ilianzisha kabisa kujenga rute inayotoka katika maeneo ya Kasindi mpaka Beni Butembo, na itaendelea kuanzia Bunagana, Ruchuru na Goma. Ni rute ambazo Uganda itazijenga ikiwa ni kama nitasema ni kama kuisaidia tu Kongo katika ujenzi wa barabara. Ndugu zangu mnayofuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuendelea kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa wale wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakao mkizipata kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia link yenye iko pale chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre pale mu description kuna link yetu, uguse kwenye link hiyo kujiunga au kutuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa habari zetu zote utakuwa ukizipata kwa wakati. Huyu ni Mganga Yengonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, Mganga Yengonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, Mganga Yengonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako na kusaliti, Mganga Yengonga anaweza kukuonyesha ukweli. Leo tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike. Ndugu zangu, katika siku chache ambazo zimeisha na hata mpaka siku ya jana, tulikuwa tukiombea habari kuhusu kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 katika maeneo tofauti mkiwemo maeneo ya Lubero pamoja na eneo za Walikale. Kwa sasa AFC M23 isa ondoka maeneo 12 ya Lubero, 12. Nadhani kwamba tuko na indana 12 village zote kwa sasa zilisha ondoka ndani waasi wa AFC M23. Unasikia kabisa ya kwamba ni maeneo mengi. Tulikuwa tukiwaambia mengi kuhusu hayo, tukiwaambia kwamba ni kuhusu processes ya Washington kutokana na accord de paix ambayo nchi ya Rwanda ishaka saini na nchi ya Kongo. Kutokana na kujiondoa sasa kwa waasi wa AFC M23 katika maeneo tofauti ya Lubero, Gouverneur wa Nord Kivu Somo Kakule ambaye naikala katika mji wa Beni, mnamjua, alikuja kutangaza ukweli kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa AFC M23 katika maeneo tofauti, na tangazo lake nataka niliwaambie kabisa. Donc nataka niwaambie
yote aliyoyatangaza. Alisema kwamba kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti ya Lubero, ninatoa wito kwa population kubakia calme, watulie na waendelee kuona kabisa kujiondoa kwa jeshi la Rwanda. Yeye alisema ya kwamba ni jeshi la Rwanda ambao liko na jiondoa mu maeneo ya Kongo. Hakusema maeneo ya Butembo plito ya Lubero ama Walikale kwenye walianza kuondoka. Alisema kwamba population wakae kimya, waendelee kuona jinsi kabisa wanajeshi wa Rwanda watajiondoa katika maeneo ya Kongo, ambapo alisema kwamba ni ndani ya utekelezaji wa makubaliano ya amani kuhusu yale ya Washington. Alisema hayo ku interview na Radio Okapi. Nadhani kwamba hapa tuko naendana 5 kwa 5. Jana tuliwaambia mengi kuhusu haya, tukaambia kwamba jinsi niko naona mambo haya, donc jinsi mambo haya kabisa yako naendeka, inaonekana ni akoro ya Washington ambayo inaanza kufanya kazi. Nadhani kwamba nilikuwa nikiwaambia hayo, na aujourd'hui sasa Evariste Somo Kakule kabla ya AFC M23 kutangaza chochote kuhusu hayo, alitangaza realite. Mnajua hakuna habari zozote kuhusu AFC M23 zenye walikuwa wametia nje kutokana na kujiondoa kwa maeneo tofauti. Sasa gouvernement ya Kongo kupitia Somo Evariste Kakule, gouverneur wa Nord Kivu, alitangaza ukweli, akasema kwamba ni ndani ya njia za kutekeleza ama ni ndani ya utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa kule Washington, ambapo jeshi la Rwanda limeanza kujiondoa katika maeneo ya Kongo. Nadhani kwamba pale tuko naendana 5 kwa 5. Ni wakati Rwanda siku ya jana walikuwa wamekataa kabisa kuhusika katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kabla ya kuambia kuhusu tangazo la Rwanda, acha niwaambie kuhusu Marekani ambayo ilionya Kigali na ikatoa wito wa kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wake kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, ambayo njo haya yenye tuko naiona leo. Wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi jana, Masad Bulos, mshauri mkuu wa Afrika katika ikulu ya White House, alitoa ujumbe ulio wazi na thabiti kwa niaba ya utawala wa Trump, huku akikaribisha maendeleo yaliyopatikana kutokana na makubaliano ya Washington yaliyosainiwa mnamo le 4 Desemba 2025. Hata hivyo, alionyesha kukatishwa tamaa sana na Marekani na kuongezeka kwa uchumi hivi karibuni nchini Rwanda, ambako alielezea kama ukiukaji wa moja kwa moja wa makubaliano hayo. Washington tayari ilijibu kwa kuweka vikwazo vilivyolenga dhidi ya jeshi la Rwanda. Nadhani kwamba mnakumbuka, na majenerali wane wakuu wa Rwanda. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani alirudia wito wake wa kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka eneo la Kongo, na pia akasema kwamba wanapaswa kuheshimu uhuru wa Kongo, na akasema kwamba FDLR inapaswa kutengwa na Kinshasa. Mnakumbuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya gouvernement ya Rwanda na ya Kongo. Mambo ya maana walio ya sign sita ya rejea ndani ama sita ya sema mnayajua, ni kuhusu FDLR kujiondoa kwa wanajeshi nchini Kongo, wale wa M23 na RDF, pamoja na kuondolewa kwa system de defense za Rwanda nchini Kongo. Hayo sasa siku ya jana ndiyo ambayo Masad Bulos aliyaomba pande mbili, na pia alisisitiza hitaji la kurejesha mamlaka ya serikali katika Kivu na kupambana na uporaji wa kimfumo wa maliasili ambao ndio chanzo kikuu cha mzozo. Hapa nataka niwafasilie kila kitu. Anasema kwamba mamlaka ya serikali inapaswa kurudia katika Kivu, yani restauration de l'etat. Sasa kurejea kwa mamlaka za serikali katika maeneo ya Kivu yanayokaliwa na waasi wa AFC M23 itafanyika wakati AFC M23 itakuwa imeondoka eneo za Kongo, epui kurejea ndani wanajeshi na gouvernement irejee kabisa kukontrole maeneo
yale ambayo AFC M23 itakuwa imeyaacha. Sijui ya kwamba tuko naendana 5-5 ama mko nanielewa. Donc restauration de l'etat itafanyika wakati wanajeshi wa AFC M23 watakuwa wamejiondoa maeneo yote wanayoyakalia nchini Kongo, ama tusiseme yote pale kwenye Etats-Unis d'Amerique itakuwa imewaomba kujiondoa. Kutakuwa kukifika FARDC ianze sasa kuinstale uongozi tofauti wake katika maeneo yale, na njo ikuwe sasa restauration de l'etat. Alitangaza hayo siku ya jana wakati wa reunion ama wa mkutano wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Ndugu zangu, hapa nadhani ya kwamba tuko naendana 5-5. Hapa deja ile operation ama kujiondoa kwa AFC M23 katika maeneo ya Lubero na Walikale iko kuhusu ile accord ya Washington. Jana tulikuwa tumeambia hayo, mais aujourd'hui c'est confirmé. Jana tulikuwa tukiambia kwamba jinsi vinavyoonekana iko ile accord, mais aujourd'hui c'est confirmé. Mojawapo ya viongozi wa Kongo mkiwemo gouverneur wa Nord Kivu alishatangaza yale. Sasa inamaanisha kwamba AFC M23 wataendelea kujiondoa katika maeneo tofauti ya Kongo wanayoyaikalia. Deja FARDC ianze kupaokipe na irejeshe mamlaka katika maeneo yale. Zani kwamba tuko naendana 5-5. Baada ya hayo kutangazwa na Etats-Unis d'Amerique, Kigali sasa ilikuja kutangaza kwamba hayo hayusiki na konfli ama mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Wakati wa ile reunion ya siku ya jana, representant wa Rwanda alitupilia mbali kuingilia ama kukua kwa Kigali katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Nisema kwamba konfli ama mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya mashariki mwa nchi ya Kongo, donc mgogoro wa kivita, acha niseme hivyo, mgogoro wa kivita unaoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo hautuhusu. Akasema kwamba système de défense ama ligne de défense ambazo autorite za Rwanda, autorite rwandeze walitiaka kwenye mpaka yake ndicho kitu ambacho wanakijua. Me kuhusu kuhusika kwa wanajeshi wa Rwanda katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo haiwahusu na hawahusiki na hayo. Akasema kwamba kutia kwa system de defense katika mipaka yake na Kongo ni kujilinda na tishio lolote kutoka kwa FDLR. Nadhani kwamba mengi kuhusu FDLR na Rwanda mnajua. Hapo tunawambiaka kenye kiko na semewa aujourd'hui kati ya pande mbili. Rwanda ilikanusha hayo wakati upande mwingine kufro wako naanza jiondoa, kama vile Somo Kakule alivyotangaza, na jinsi tuliona walishaondoka maeneo mengi ya Lubero na Walikale na wataendelea. Kitu ambacho kiko pale ni ya kwamba wataendelea kujiondoa katika maeneo tofauti, kwa sababu shutuma za Kongo zidi ya Kigali kuhusika katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo aziishi, na kupitia diplomasi njo kwenye vita kwa sasa iko napiganiwa. Vita iko mu diplomasi, yani kufikia ambapo wanasaini makubaliano ya amani, na kuna makubaliano yaliyosaniwa kati ya AFC M23. Hayo ni mambo ya diplomasi, na njo kwenye vita viko leo, na njo kwenye kuko natokea hayo yote ambayo tuko nayaona leo kutokana na diplomasi. Sasa ile diplomasi ingali, na Kongo haitasimama kuendelea kushtumu Rwanda kuendelea kuhusika katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na leo sasa, kwa sababu wako na jiondoa, inamaanisha kwamba diplomasi ya Kongo ishaanza weza kufikia malengo yake, ama wako naanza kupata ushindi pole pole. Kitu yenye kiko pale sasa, kama AFC M23 haitapata koma inaweza ikajidefendre leo hii kuhusu na hayo, itaendelea kuondoka mu zingine eneo pole pole paka kuyaacha maeneo yote, na ile deja itakuwa na ni kushindwa kwa AFC M23. Ndugu zangu, hapo nadhani kwamba tuko na endana 5-5.
Tuendelee na habari zetu moja kwa moja. Niwaambie kuhusu Uganda ambayo ilianzisha ujenzi wa barabara ya Kasindi, Beni na Butembo, na pia ni barabara ambayo wataijenga kuanzia Bunagana mpaka Ruchuru na maeneo ya Goma. Ni kama projet yenye Uganda iliifanya katika nchi ya Kongo kwa kusaidia tu nchi ya Kongo. Niseme ni kama kado kwa sababu hakuna akoro yoyote kuhusu hayo. Uganda ayo lisemaka kwamba iko tayari kujenga barabara ya kutoka Kasindi mpaka Beni na Butembo, na tena barabara ya Bunagana Ruchuru mpaka Goma, na hapo pote kwenye watajenga kuko mudisa 25 km je pense. Nasikia kwamba ni eneo kabambi zenye watajenga ndani barabara, na deja ile operation ama ujenzi wa barabara hiyo uisha anza. Ni siku ya jana ambapo ujenzi wa barabara ya kutoka Kasindi, Beni, Butembo uisha anza, na itaisha deja na route yote imejengwa. Na kuanzia Bunagana, Ruchuru na Goma nako ujenzi wa barabara hizo utaanza. Yani kujengwa kwa barabara zile kutaanza, na deja itakuwa ni development kwa maeneo yale kwenye ile barabara itajengwa. Ndugu zangu, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru sana. Kama kawaida ni wenu Bauma ambaye naendelea kuwapa mbichi donido nikidondosha taarifa kama kawaida. Tupatane ndani ya habari zifuatazo, habari za mchana wa leo nikiwapa donido, na washukuru sana. Kama kawaida saa za mchana nitakuja tena kuwapa taarifa kamili. Merci beaucoup.